katika wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nije katika mchango wangu hasa kwa upande wa muungano. Kwa tunajadili hotuba ya Wizara ya Muungano na Mazingira, mimi niseme tu kwamba nijikite zaidi kwa upande wa muungano. Tukija kwenye historia yetu ya muungano wetu wa Tanzania, sisi wa Tanzania tutasema kwamba tumebahatika katika muungano wetu huu. Sisi ni kuwa kwamba tuna muungano ule wa kimaumbile, na nitasema kwamba tuna muungano wa kimaumbile kwa sababu kabla ya muungano huu tulikuwa tuna mahusiano ambayo ni ya kidamu, tuna mahusiano ya kibiashara na tuna mahusiano ya mambo mbalimbali kabla ya kuja kwa muungano wetu huu. Na hii bahati nzuri kuja kwa waasisi wetu wawili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Rais wa kwanza wa Zanzibar Amani Abedi Karume, wao wakaanzisha na kuimarisha rasmi muungano wa Tanzania kwa kuziunganisha nchi mbili, Tanganyika pamoja na Zanzibar, kwa kuwa kitu kimoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitasema kwamba viongozi wetu wawili hawa wao ndio waliokuja kuimarisha muungano, na nitasema kwamba wamekuja kuimarisha muungano kwa sababu muungano wenyewe ulikuwa upo wa kimaumbile, muungano wa kimaumbile. Sasa wao wakaamua kwa dhamira ya pamoja, kwa mujibu wa sera za vyama vyao, sera ya chama cha TANU pamoja na sera ya Afro Shirazi Party, kwa umoja wao wakaviunganisha na kwa makubaliano yao. Lakini kabla ya hivyo, maana yake kabla ya kuunganisha vile vyama, waliunganika wao kama ni nchi. Na bahati nzuri nchi zetu sisi pamoja na kwamba zimeungana kimaumbile, lakini baadaye nchi zetu hizi zikaja zikaunganwa kwa mujibu wa ile surface zetu zote mbili, kuchukua mchanga wa Tanganyika pamoja na mchanga wa Zanzibar, maana yake kuuchanganya pahala pamoja, kitu ambacho wakati mwingine mimi nawaambia watu, mtu yeyote yule ambaye anayetaka kusema kwamba kuvunja muungano, labda akazibague zile chembe za mchanga, ili kwamba akaichukue chembe ya Zanzibar akaibague moja moja pamoja na ile ya Tanzania bara upande wa Tanganyika, aseme hizi tayari mimi nazibagua, kitu ambacho hicho hakitowezekana katu. La pili, wakati mwingine tuna ile tafsiri ya kuzungumza kwamba kuimarisha muungano. Mimi katika nadharia yangu nasema kwamba katika kizazi chetu hichi tulichokuwa nacho, sisi hatuimarishi muungano. Sisi tunatakiwa maana yake kuboresha muungano, kwa sababu muungano tayari umeshaimarika. Na wakati kitu ambacho kilichoimarika, maana yake usemi sasa kwamba unakiimarisha kitu kilichoimarishwa, maana yake kinachokuja, maana yake unasema hichi sasa hivi sisi tunakiboresha. Kwa maana hiyo sisi sote kwa sasa hivi, maana yake wa Tanzania hatuimarishi muungano, ila tunaboresha muungano. Nazungumza hivyo kwamba tunaimarisha muungano au tunaboresha muungano, sio kuimarisha, kwa sababu utasikia kwamba kuna kitu kinachoitwa changamoto. Kwa kweli wa Tanzania sisi hatuna changamoto in such, isipokuwa tuna ule uboreshaji wa muungano, na kila kitu ambacho kilichokuwa na itilafu maana yake huwa kinatakiwa kuboreshwa, na miboresho yetu maana yake ndiyo itakayoweza kutuweka pahala pamoja. Ndugu zangu, viongozi wenzangu, wabunge wenzangu, muungano ni tunu ya taifa, na muungano ndiyo umoja wetu wa Tanzania, na hakuna hata mmoja maana yake kati yetu sisi maana yake atakayesema kwamba mimi sitaki muungano, na kwa sababu ya faida ambazo zilizokuwa zipo. Kwenye swala la muungano tuna faida nyingi tu ambazo zipo. Kuna faida zile ambazo za kiuchumi za moja kwa moja, kuna faida zile za kiuchumi na za kisiasa, kuna na faida za kiuchumi. Tukizungumzia swala la kisiasa, maana yake ile kuviunganisha vyama vyetu vikawa vya kitaifa na tukawa tunafanya mambo yetu ya pamoja, ile maana yake tayari kwa upande wa kisiasa, maana yake muungano wetu maana yake unaimarika siku hadi siku katika mazingira ya kisiasa.
lakini na kiuchumi, maana yake tunafanya biashara kwa pamoja, tunatembeleana kila pahala, maana yake shughuli, swala la fedha, tuna fedha za pamoja na kila kitu chetu kinakuwa ni cha pamoja. Ile yote maana yake nitasema katika masuala ya kiuchumi, maana yake tunatumia sarafu moja, tuna bandari moja, tunakusudia kwamba tuna mfumo wa kibandari, tuna mmoja wa TRA na mambo mengine maana yake ni hapa moja. Maana yake hiyo nitasema kwamba ni moja ambayo nitasema kwamba ni kitu ambacho kinachoweza kuimarisha muungano wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kuzungumzia swala la muungano, nije kidogo katika swala la mfuko wa jimbo kwa upande wa Zanzibar. Kwa upande wa Zanzibar, wizara hii ya muungano na mazingira ndio ambayo wanaweza, ndio answerable kwa mfuko ule wa jimbo. Mfuko wetu ule wa jimbo tumekaa vikao viwili kati yetu sisi na viongozi wa wizara ambao kwa ajili ya kujadili swala la mfuko wa jimbo. Mimi ni shauri tu kwamba katika mfuko wa jimbo yapo mapungufu katika ule mfuko, na hii wizara maana yake ndiyo ambayo ni wizara ambayo inayotakiwa kwamba kutusimamia sisi kwa upande wa Zanzibar. Shida ambayo ilokuwepo kwamba zile fedha zina mlolongo mkubwa sana mpaka sisi wabunge kuweza kuzipata. Sasa ni vyema maana yake tukabadilisha ile sheria ya mfuko wa jimbo, fedha zile tukazipunguzia ule mlolongo, ikawa wizara yenyewe maana yake, pamoja na kwamba kule kuna waratibu, lakini ni vyema maana yake wakaratibu wao kama ni jukumu lao mama. Lakini hata hivyo, pamoja na huo mfuko wa jimbo kuwepo, pia niweze kuishauri wizara kwamba ni vyema kwa wakati ambao tumefika kwa sasa hivi kule Zanzibar, ni vizuri zaidi maana yake tukajenga ofisi ambayo kama ni ofisi ambayo itakayokuwa inajumuisha shughuli zetu zote za kimuungano zitakazosimamia masuala ya uratibu na masuala mengine ambayo itakayokuwa kule Zanzibar, ili kurahisisha hii milolongo yote ambayo ilokuwepo. Baada ya hayo, namwangalia Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuniangalia sana, naunga mkono hoja, nasema kwamba asante sana, nashukuru sana na naipongeza sana wizara kwa kazi nzuri na hotuba yao nzuri ambayo wameileta hapa.